أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: رب اجعل هذا بلدا آمنا. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ya khutba yetu tutazungumzia swala zima la amani. Amani ni neema kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kwa viumbe wake. Wanachuoni wetu wanatuambia kwamba neema kubwa baada ya neema ya Uislamu ni neema ya amani, na neema kubwa kwa viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya amani. Ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wa mambo ya kijamii na hata wale wa masuala ya sayansi ya wanyama, ndege na wadudu wanasema kwamba hitajio la kwanza la viumbe hai wote ni amani kabla ya kitu chochote kingine. Na amani ndio ambayo inatengeneza tabia za wadudu, wanyama, ndege na viumbe wengine. Kama vile tabia ya kuchimba mashimo kwa ajili ya kujihifadhi, yote hii ni kwa ajili ya kutafuta amani. Ndege ambao wanatengeneza viota katika miti mirefu, yote hiyo ni kutafuta amani. Wanyama ambao wanabadilisha rangi inayofanana na mazingira kama vinyonga, yote hiyo ni kutafuta amani. Wanyama kuotwa na mapembe, yote hiyo ni kutafuta amani. Kwa hiyo amani ndiyo hitajio la kwanza kabisa la kila kiumbe hai. Kwa mwanadamu amani ni muhimu zaidi, kwa sababu mwanadamu sio mnyama. Kwa sababu mwanadamu anatarajiwa atengeneze ustaarabu, afanye maendeleo katika mgongo wa ardhi. Bila ya kuwa na amani, ustaarabu huo wa wanadamu hautokuwepo na maendeleo katika mgongo wa ardhi vile vile hautokuwepo. Ndugu zangu Waislamu, katika aya ambayo tumeisoma mwanzo, Nabii Ibrahim alayhi salam alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuichukua familia yake na kuipeleka katika ardhi ya Makka, ardhi ambayo ilikuwa ni jangwa, hakuna uhai pale wala hakuna viumbe, dua ambayo Nabii Ibrahim alayhi salam aliomba, alisema: wa idh qala Ibrahim, kumbuka pale Ibrahimu aliposema: Rabbi, ewe Mola wangu, ij'al hadha baladan aminan, ujalie huu mji, kijalie hichi kijiji, ijalie hii sehemu iwe na amani, warzuq ahlahu min athamarat, kisha waruzuku wakazi wa sehemu hii waweze kupata matunda mbalimbali. Kwa wanachuoni wa Kiislamu walipoizungumzia aya hii wakasema hakuwezi kupatikana thamarat, matunda na maendeleo katika eneo ambalo halina amani. Na ndio maana Ibrahimu alayhi salam dua yake ya kwanza hakusema warzuquhum minathamarat wa aminuhum, waruzuku wapate matunda mbalimbali kisha wape amani, bali alisema jaalia mji huu uwe kwanza na amani, halafu baada ya hapo ndio matunda na mafanikio yaweze kupatikana. Kwa hiyo amani ndio msingi wa maendeleo yoyote. Jamii yoyote inapotaka kuleta maendeleo, kama haina amani ndani yake, jamii hiyo hata siku moja hawezi kupata maendeleo. Ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wetu wa Kiislamu wanatuambia sheria zote za Kiislamu ambazo zimeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'an na kupitia katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja kuhakikisha kwamba mwanadamu anapata mambo matano muhimu. Wao wakaita khamsun daruriyat au 5 necessity, mambo muhimu matano. Sheria zote za Kiislamu zimekuja kulinda mambo hayo matano. Jambo la kwanza
hifdhun nafs, ni kuja kulinda nafsi ya mwanadamu, watu wasiuane. Nafsi ya mwanadamu ina thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, hifdhud din, imekuja kulinda dini, uhuru wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutolazimishana katika masuala ya dini. Hifdhul aqli, sheria zimekuja kulinda akili ya mwanadamu, kwa sababu kinachomtofautisha mwanadamu na mnyama sio umbile lake, bali ni akili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia katika mwili wa mwanadamu. Wa hifdhul ard, na kuheshimu heshima ya mwanadamu na kulinda heshima ya mwanadamu. Utu wa mwanadamu ni kitu chenye thamani sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhul mal, na kulinda mali ambayo mwanadamu anahangaika kuichuma haki yake, aweze kulindiwa ile mali yake, asinyang'anywe na watu ambao wana nia mbaya. Haya mambo matano ndio sheria za Kiislamu zimekuja kuyahifadhi. Sheria zote za Kiislamu zinaitwa ad-daruratil khamsa, mambo ya msingi matano. Na ukiangalia ndugu yangu Muislamu, misingi hii ndio misingi ambayo serikali zote duniani zinahifadhi kupitia kuweka sheria mbalimbali ambazo zitalinda uhai wa mwanadamu, zitalinda dini za wanadamu, zitalinda heshima za wanadamu, zitalinda akili za wanadamu na zitalinda mali za wanadamu. Sheria zote zinazunguka katika kulinda na kuhifadhi haya mambo matano ambayo wanachuoni wetu wa Kiislamu wamesema ndiyo sheria za Kiislamu zimekuja kwa ajili yao. Ndugu yangu Muislamu, neema ya amani ni neema kubwa sana kwa mwanadamu. Neema ya amani, mtu ambaye anaishi ndani ya amani anaishi peponi bila yeye mwenyewe kufahamu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an amerudia kutaja aya mara 14 zinazoonyesha amani na watu wa peponi watakuwa na hali gani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Aya hii imerudiwa mara 14 katika Qur'an. La khawfun alaihim, hawana hofu. Kutokuwa na hofu ni kuwa na amani, sababu dhidi ya amani ni hofu. Mwenyezi Mungu anasema wala khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika, kwa sababu sehemu yoyote yenye hofu kinachofuatia baada ya hapo ni huzuni, kwa sababu sehemu hiyo haina amani. Na hizi ni sifa za waja wa peponi, na hii ni sifa ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mkiwa katika jamii la khawfun alaikum, mnaishi bila hofu ya aina yoyote, muelewe kwamba nyinyi kama vile mnaishi peponi. Kwa sababu gani? Amani imetawala katika mazingira ambayo mnaishi. Ndugu zangu Waislamu, amani siku zote inapotoweka, hofu ndio inatawala, na hofu ikitawala inaleta huzuni nyingi sana katika jamii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake muhimu sana, fupi lakini muhimu sana, anafafanua neema ya amani kwa lugha nyepesi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ubaidullah ibn Muhsin, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yoyote yule miongoni mwenu atakayeamka akiwa na amani katika kibanda chake, katika nyumba yake, katika eneo lake analoishi, akaamka yuko na amani. Muafan fi jasadihi, ana afya katika mwili wake. Indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku yake ile aliyoamka. Fakaannama hizatul lahu dunia, mtu huyu ni sawasawa na mtu ambaye anamiliki dunia nzima. Mambo haya matatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayazungumza katika hadithi hii, wengi wetu tunayapuuzia mpaka yatakavotoweka ndio unahisi umuhimu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayeamka salama katika nyumba yake. Uko nyumbani kwako umelala salama, umeamka, hujavamiwa, hujapigwa bomu, hujafanywa kitu chochote, umeamka ukiwa na amani, umeamka ukiwa na uhakika wa mlo wako wa siku ile, wewe ni sawasawa na mfalme. Unahitaji nini zaidi? Yote ni kwa sababu gani? Amani imepatikana katika mazingira unayoishi. Na ni hadithi muhimu inayoonyesha neema ambayo wengi wetu saa nyingine tunashindwa kuitambua neema hiyo. Ndugu zangu Waislamu, amani ya familia yako, afya ya mwili wako na usalama wa chakula chako ni vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa vitangulize mbele katika vipaumbele ambavyo unaviweka katika maisha yako.
Mara zote ndugu zangu, shaitani ambaye amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ambaye alimwahidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nitawapotosha waja wako na utawakuta wengi wao si wenye kukushukuru, si wenye kutambua neema zako juu yao. Anajaribu kuingia miongoni mwetu ili tusimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anajaribu kutushawishi ili tusione neema ya amani ambayo tunaishi nayo, tutake vitu vingine vya ziada ambavyo badala yake vinaharibu hata ile amani tulionayo sisi. Hii ni kazi ya shetani, na akifanikiwa katika kufanikisha hilo, basi anahakikisha kwamba amefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuwaweka watu mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametutolea mfano katika Qur'an, mfano muhimu sana. Mwenyezi Mungu anasema wadaraba Allahu mathalan, Mwenyezi Mungu amepiga mfano, qaryatan kanat aminatan, mji uliokuwa na amani ya kutosha, mutmainna, watu wake wametulizana kutokana na ile amani, yaatiha rizquha raghadan, riziki yake inakuja ya kila aina ya matunda, kila aina ya mazao wanayapata katika mji ule, min kulli makani, na riziki inawajia kutoka kila sehemu. Fakafarat bi an'umillah, watu wa mji ule wakakufuru neema hiyo ya amani na kuishi kwa utulivu, wakakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faadhaqaha Allahu libasa aljui wal khawfi, Mwenyezi Mungu akawaonjesha, faadhaqaha, akawaonjesha, libasul jui, mavazi ya njaa. Njaa haivaliwi ndugu yangu, lakini mtu mwenye hofu, mtu mwenye njaa anapokuja mbele yako lazima utamfahamu. Kwa hiyo ni kama vile amevaa mavazi ya njaa, amevaa mavazi ya hofu, libasul jui wal khawf. Mwenyezi Mungu akawavalisha mavazi ya njaa na hofu, bima kanu yasnaun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya, nayo ni kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, aya hii ukiangalia ukaitabik katika maisha ya dunia tulionayo, unaikuta iko wazi kabisa mbele yetu maneno yaliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia nchi ambazo raia wake walikuwa wakiishi kwa amani na utulivu, hakuna raia maskini katika nchi ile, lakini ziangalie sasa hivi baada ya kuingiwa na kufuru ya neema, kwa shetani kuingia katikati yao, watu wamevalishwa mavazi ya njaa na hofu, wamekuwa wakimbizi katika nchi nyingine. Ukifuatilia katika social media, angalia wakimbizi wanaotoka katika nchi ambazo zina vita, zilikuwa zinaishi katika neema, leo wapo katika nchi nyingine, wanaishi katika vibanda, wanafadhiliwa. Angalia wanavyohojiwa na wanavyozungumzia historia yao. Mmoja anasema, mimi nilivyokuwa katika nchi yangu nilikuwa ni mtu na uwezo mkubwa, nilikuwa na nyumba zangu, nilikuwa na gari zangu, watu wangu walikuwa wanasoma katika shule nzuri, lakini ukimwangalia sehemu anayezungumza ni kibanda ambacho hata mlango hakina. Kitu gani kimesababisha amekuwa mkimbizi? Ameondoka katika nchi yake, amani imetoweka. Amani inapotoweka ndio watu wanaanza kuhisi neema walizokuwa wakiziishi zimeenda wapi. Lakini kwa sababu tunaziishi hizi neema sasa hivi hatutambui, na tusimwombe Allah subhanahu wa ta'ala akatuonjesha ndugu zangu mavazi ya hofu na mavazi ya njaa. Ndugu zangu, nchi nyingi ambazo zimeingia katika migogoro kiasi cha kudhoofisha serikali za nchi zao na utawala wa sheria kupotea, hali ambayo imezikuta waathirika wakubwa ni maskini, wanawake na watoto wadogo. Na wale ambao wamesababisha vurugu hizo wengi wamekimbilia katika nchi za nje, wanazungumzia katika matelevisheni kule, lakini hawaishi yale maisha ambayo wanaishi wale watu maskini baada ya amani kuwa imetoweka. Ndugu zangu Waislamu, nchi yetu inapita katika kipindi muhimu na tete, nacho ni kipindi cha maandalizi ya uchaguzi mkuu, na hii ni haki ya kikatiba ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Lengo kubwa ni kupata serikali imara itakayosimamia sheria, amani na ustawi wa nchi yetu. Bila ya uchaguzi huwezi kupata uwakilishi na huwezi kupata serikali, na bila ya serikali hamna nchi. Sehemu hiyo itakuwa ni vurugu tu kama ambavyo tunaona katika nchi zingine. Kwa hiyo ni vitu vya kufitafakari kwa makini kama Waislamu, kama wananchi.
Wewe kama mwananchi wa kawaida usikubali hata siku moja kuingizwa kwenye ajenda ambazo zitavunja msingi wa amani na taifa letu, kwa sababu uzoefu unaonyesha kuwa raia wa kawaida na hususan vijana mara nyingi ndio wanaingizwa katika ajenda ambazo hawazielewi kwa ajili ya kuleta vurugu na mambo mengine. Hatima yake moto unapokuwa umewaka, wale waliohamasisha na kufanya jambo lile wanakuwa hawapo, na waathirika wakubwa inakuwa ni watu madhaifu katika jamii yetu. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuyaangalia haya mambo kwa kina tukiwa katika kipindi hichi ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Ndugu zangu Waislamu, jukumu la serikali yetu ni kusimamia sheria na kulinda amani ya nchi. Hii ndio jukumu lao ambalo sisi kama raia tumewapa. Jukumu la vyama vya kisiasa ni kuuza sera zao kwa wananchi ili wakubalike na watengeneze serikali kama watakubalika. Jukumu la viongozi wa dini ni kutumia mimbar kama hii au madhabahu katika maeneo mengine kuiombea nchi na kuwaasa waumini wao kuwa mfano mzuri wa subira, kuwa mfano mzuri wa uvumilivu na kuwa mfano mzuri wa usamehevu. Kinyume cha hivyo watakuwa imetoka nje ya majukumu waliopewa. Kuviasa vyama vile vile na kuvipa nasaha, kutanguliza maslahi mapana ya taifa kwanza na kuendelea kufanya majadiliano yenye lengo la kuboresha sheria za uchaguzi. Ndugu zangu Waislamu, katika kanuni ambazo tumejiwekea sisi wenyewe za kidemokrasia ni kwamba ili uweze kupata uongozi ni lazima watu washiriki katika uchaguzi. Uchaguzi ni daraja kati ya kuwepo kwa serikali na kutokuwepo kwa serikali. Unapolivunja hili daraja, hata kama ni daraja halijakaa vizuri, lakini ukaamua kulivunja kabisa, maana yake umeamua nchi iende bila kuwa na serikali. Hili jambo ni la hatari kubwa sana. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tuwe ni wajumbe wazuri wa kueneza amani, kueneza hoja za msingi na kutokimbilia katika hoja ambazo ukiangalia mwisho wake ni kuweza kufanya nchi ikawa ni inaitwa nchi iliyofeli. Nchi iliyofeli ni nchi ambayo kila mtu anachukua sheria yake mkononi, kwa mifano ya nchi nyingi ambazo zinatuzunguka. Hatupendi kuiona Tanzania ikifikia katika hali kama hiyo. Kwa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, kuna umuhimu mkubwa sana kwanza kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutupitisha katika kipindi hichi cha uchaguzi, kutupitisha salama. Lakini pili, kila mmoja miongoni mwetu awe ni balozi, awe ni mjumbe katika familia yake ya kuhubiri amani na kuonyesha ile mihimili mikuu ambayo nchi yetu inasimama kwayo, ukiwemo muhimili wa serikali ambao ndio unatufanya baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuishi katika amani na kuleta maendeleo ambayo tunajifanyia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.